Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunazungumza kuhusu kifafa cha mimba. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia namna ya kuizuia, lakini pia ni matarajio kama ukipata shida hii. Karibu nami, utakuwa nami Dr. Mniko mpaka mwisho. Kifafa cha mimba ambayo pia tunaita eclampsia ni degedege inayompata mwanamke wakati wa ujauzito ambayo haihusiani kabisa na tatizo lolote kwenye ubongo. Bado sisi kama madaktari hatujui kwa hakika sababu ya kutokea kwa degedege hii wakati wa ujauzito. Kifafa cha mimba ni hali hatari sana wakati wa ujauzito, na mara nyingi inatokea sambamba kabisa na shinikizo la juu la damu na kuongezeka kwa uzito wa mwili. Mara nyingi wanaipata ni wale ambao unakuta shinikizo la damu liko juu sana na mara nyingi unakuta uzito wao umeongezeka. Dalili kuu ya kifafa cha mimba ni degedege. Unapata maumivu ya misuli pia, unakuta mgonjwa ni mkali kweli kweli, ana hasira nyingi, na wakati mwingine anaweza akapoteza fahamu. Zipo dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba unaweza ukapata degedege hivi karibuni inayotokana na tatizo la kifafa cha mimba. Na ukiona dalili hizi hapa, ni vizuri ukaenda kwa daktari ili aweze kukupatia vipimo. Kwa mfano, utakuta kwamba unaongezeka uzito zaidi ya kilo 1 kwa wiki, unaongezeka uzito kwa haraka sana. Unakuta kichwa kinauma sana, unapata kichefuchefu na kutapika, unapata maumivu ya tumbo, unakuta miguu inakuwa inavimba, mikono inavimba na uso unavimba, na unapata matatizo ya kuona. Haya yote yanakuonyesha kwamba shinikizo la juu la damu linaweza kuwa liko juu sana na uko kwenye hatari ya kupata degedege ambayo itakuwa ni kifafa cha mimba. Kwa hiyo ni vizuri ukaenda kuonana na daktari. Tunashauri kwamba uende kituo cha afya kama una dalili yoyote inayoashiria kwamba utapata kifafa cha mimba kama tulioisema hapo juu, ili daktari aweze kukufanyia tathmini na kukupatia ushauri zaidi. Lakini pia dalili za dharura kabisa ni degedege. Una ujauzito na ukapata degedege au ukapoteza fahamu, hii ni dalili za dharura na unatakiwa ufike kituo cha afya mapema sana. Ukifika hospitalini, daktari atakufanyia uchunguzi na kuagiza vipimo ili kujiridhisha kuwa degedege ulioipata haijasababishwa na tatizo jingine, kwa sababu unaweza kukuta wewe ni mama alafu na malaria ikasababisha degedege. Kwa hiyo daktari anaagiza vipimo ili kuhakikisha kwamba degedege hiyo haijasababishwa na tatizo lingine. Utapimwa pia shinikizo la damu na vipimo vingine vya damu kuangalia utendaji kazi wa figo yako, ini na viungo vingine. Kama ikihitajika, anaweza pia kuagiza na viungo na vipimo vingine vingi ili kuangalia maendeleo ya mtoto wako. Kama una viashiria vya kupata kifafa cha mimba, daktari atafuatilia hali yako kwa muda mrefu kwa ukaribu zaidi katika kipindi chote cha ujauzito wako, ili kama kuna tatizo au hali inakuwa mbaya zaidi, basi anaweza kaamua kuanzisha uchungu mapema ili uweze kujifungua kabla haujapata degedege, kwa sababu degedege ile ni hali ambayo ni ya dharura zaidi. Ukweli ni kwamba tiba nzuri zaidi ya ugonjwa huu wa kifafa cha mimba ni kujifungua, kwa sababu ukijifungua tu ile hali mara nyingi inaondoka. Mwanamke akijifungua tatizo hili linakuisha. Kwa hiyo kuendelea kubeba ujauzito ukiwa na tatizo hili inaweza kuwa hatari kwa mama na mtoto. Kwa hiyo kama umepata degedege, daktari atashauri ujifungue hata kama muda wako wa kujifungua hujafika. Kwa hiyo usishangae sana daktari akakwambia kwamba tunaanzisha uchungu ujifungue, kwa sababu inakuwa ni hatari sasa kuendelea kuwa na huyo mtoto. Kwa jiandae kupewa dawa mbalimbali ili kudhibiti hii degedege. Dawa kama magnesium sulfate ni dawa ambazo ni salama kwako na kwa mtoto, japokuwa kweli ni kwamba hizi dawa zinauma kweli unapokuwa unapatiwa. Kwa hiyo zivumilie tu, kwa sababu zinakusaidia wewe na mtoto wako. Daktari pia atakupatia dawa za kupunguza hii shinikizo la damu, hii pressure, ili iweze kukaa vizuri. Wanawake wengi wanaopata tatizo hili la degedege wakati wa ujauzito, wakiwaishwa hospitalini na kupata usaidizi, wanajifungua salama tu, wanapata mtoto wao na wao hali yao inarudi kuwa vizuri. Kwa hiyo kama una dalili hizi, tafadhali wahi kabisa katika kituo cha afya na utapata matibabu sahihi. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.